Karibu sana hapa Digital Education Solutions Desk Tanzania. Leo tunakwenda kuchambua mtaala wa elimu ya Tanzania hususan katika kipengele cha somo la hisabati, na tutaangazia maudhui kwa ufupi yaliyomo katika ulinganisho wake ili kutimiza jukumu kama walimu, kama wadhibiti ubora kwa ngazi ya shule. Kwa hiyo walimu wakuu na walimu wa somo ni muhimu sana. Hii ni kujiweka vizuri kabla ya kufikisha bidhaa kwa mlaji, yaani maudhui husika kwa wanafunzi. Ni muhimu sana kuweza kujipanga katika mambo hayo, na hapa nina kitabu cha kuhesabu, kitabu cha mwanafunzi darasa la pili, toleo la 2024, na pia nina kuhesabu kiongozi cha mwalimu darasa la pili, toleo la 2024. Pia hapa nina kitabu cha darasa la 3 hisabati kiongozi cha mwalimu, na hiki ni kitabu cha mwanafunzi kwa sababu kinatumika sana kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo jalada limeshatoka kulingana na matumizi ya wanafunzi. Na pia nina kitabu cha hisabati darasa la 4, kitabu cha mwanafunzi, na pia nina hisabati kitabu cha mwanafunzi darasa la 5. Hili ni toleo la pili la 2025, lakini hiki cha darasa la 4 ni toleo la 2024. Natumaini kwamba walimu mnavyo vitabu. Kama hauna nakala ngumu kama hivi, unaweza ukawa na nakala laini kupitia simu yako au kompyuta au tablet, kwa sababu Taasisi ya Elimu Tanzania imeweka vitabu vyote katika mfumo laini, na hapa unaweza ukanifuatilia tukaweza kujadili kwa kina sana. Hoja kwanza ambayo tutaanza kuiangalia ni hii hapa. Unaweza kama nilivyowaonesha, hiki kitabu cha darasa la pili, kitabu cha darasa la pili ni toleo la pili la 2024 kinachotumika shuleni, lakini kitabu cha hisabati darasa la 3 ni toleo la pili la 2023. Sisi kama wadhibiti ubora kwa ngazi ya shule na wadhibiti ubora sehemu nyingine, sijui kama kwanza nitakuwa nipo nyuma ya wakati, kwamba bado natumia kitabu kilicho nyuma sana. Lakini kabla ya uchambuzi zaidi, hoja ya msingi ambayo tunaweza kujiuliza kwa pamoja ni kwa nini kitabu cha darasa la pili kinachotumika kiwe cha toleo la 2024, kitabu cha darasa la 3 kiwe cha toleo la 2023, kitabu cha darasa la 4 pia kiwe toleo la 2024, kitabu cha darasa la 5 kiwe toleo la 2025. Kwa maana hiyo unaweza kusema kwamba kitabu cha darasa la 3, kitabu hisabati darasa la 3 ni toleo la zamani, toleo la nyuma ambalo haliendani na toleo la sasa la
2024. Kwa maana rahisi, manake wale waliokuwa wanafunzi wa darasa la pili 2024 walivyoingia darasa la tatu 2025 walitumia mtaala wa nyuma, walitumia kitabu cha toleo, nisiseme mtaala wa nyuma, walitumia kitabu toleo la nyuma kulinganisha na toleo walilokuwa wametoka nalo, na wanafunzi wa sasa wa darasa la tatu wa 2026 ambao mwaka jana wametumia toleo la 2024 kuhesabu hiki cha darasa la pili, kwa sasa maanake wanatumia kitabu cha darasa la tatu, hisabati darasa la tatu, toleo la 2023. Nini maana yake? Tukiangazia kwenye toleo la 2024 hisabati kuhesabu darasa la pili, mambo yaliyomo kama mnaweza kufuatilia hapa, siwezi kuonesha sana yaliyomo. Nadhani nikiwaonesha hapa vizuri kwamba tupate yaliyomo. Yaliyomo hapo, umeanza shukrani, utangulizi, sura ya kwanza, kutambua namba katika mamia, sura ya pili, kupanga namba kwa mfuatano, sura ya tatu, kuhesabu vitu, sura ya nne, thamani ya nafasi ya tarakimu, sura ya tano, kujumlisha, sura ya sita, kutoa, sura ya saba, kuzidisha, sura ya nane, kugawanya, sura ya tisa, kutambua sehemu, sura ya 10, vipimo, na sura ya 11, maumbo. Sura ya 11 huku ni kwa sura ya 9, kutambua sehemu, sura ya 8 ni kugawanya, sura ya 9 kutambua sehemu, sura ya 10 vipimo, na sura ya 11 maumbo kama nilivyosema. Hiki ni kitabu cha kuhesabu darasa la pili. Hisabati darasa la tatu, kitabu cha mwanafunzi, kiongozi cha mwalimu, na kitabu cha mwanafunzi penyewe vina mambo hapa. Tumeanza hapo na shukrani, utangulizi, sura ya kwanza, namba nzima, sura ya pili, kujumlisha na kutoa namba nzima, sura ya tatu, vipimo vya urefu, uzani na ujazo, sura ya 4, maumbo, sura ya 5, sehemu, sura ya 6, vipimo vya muda, sura ya 7, fedha ya Tanzania, sura ya 7, fedha ya Tanzania. Kwa hiyo hapa kitabu cha darasa la tatu kina sura hizi 7, wakati kitabu cha darasa la pili kina sura 11. Kama umefuatilia vizuri, utabaini kwamba kuna kitu kimo humu kwenye kuhesabu darasa la pili, lakini hakimo humu kwenye hisabati darasa la tatu. Kwenye kitabu hiki cha darasa la pili tumeona
kugawanya, kuna kugawanya na kuzidisha, lakini kwenye hiki kitabu cha darasa la 3 hakuna mada hiyo ya kugawanya na kuzidisha. Sasa tuangalie kitabu cha darasa la 4 yaliyomo. Leo tutagusia tu kipengele cha yaliyomo, nalo ni toleo la 2024. Hapa tuna sehemu hizo kama namba za Kirumi, kuzidisha namba nzima, kugawanya namba nzima, vipimo vya urefu, uzani na ujazo, mzingo wa maumbo bapa, eneo la maumbo bapa, sehemu, desimali, vipimo vya muda, fedha ya Tanzania. Hapo tumemaliza. Kwa unaweza kuona kwenye hiki kitabu cha darasa la 4 tunaanza na namba za Kirumi, inakuja kuzidisha namba nzima, kugawanya namba nzima. Hakuna kutoa na kujumlisha namba nzima. Hakuna kutoa na kujumlisha namba nzima. Tukiangalia kwenye kitabu cha hisabati darasa la 5, kitabu cha darasa la 5 chenyewe kinaanza na hapa kuna vipimo vya urefu na uzani na ujazo, mzingo na eneo la duara, aina, vigao na vigayo vya namba, sehemu, desimali, algebra, hesabu za fedha. Na nadhani mpaka hapa unaweza kuwa umenielewa vizuri na tunaweza kujadili kwa urahisi. Kwa jambo la kwanza tunaona kuzidisha namba nzima na kugawanya namba nzima ziko darasa la 2, la 3 hizi, na kuzidisha na kugawanya namba nzima zimerukwa, zinakuja kuibuka tena darasa la 4. Lakini kutoa na kujumlisha namba nzima zinaishia darasa la 3. Huku darasa la 4 hazipo na darasa la 5 hazipo, na tumaini na darasa la 6 tena mwakani hazitakuwemo. Hapa kuna hoja ya walimu wa somo la hisabati kujipanga vizuri, na hapa hoja ya andalio la somo kuna wakati itakuwa imepoteza kabisa nguvu kwa sababu ya utekelezaji. Ikiwa wadhibiti ubora ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, ngazi ya taifa au na ngazi ya shule, kwa maana hasa ya mwalimu mkuu, atazingatia na kukazania kusimamia andalio la somo na kuona mwalimu yule ambaye haendani haendani na syllabus, yani syllabus kwa Kiswahili tuseme muhitasari wa somo kwa ngazi husika, atamuona hana maana kwamba kwa sababu hazingatii muhitasari kwa kina na andalio la somo, hapa tutapoteza vitu vingi. Ikiwa kujumlisha namba nzima na kutoa namba nzima zinaishia darasa la 3, je, nisipofundisha kujumlisha na kutoa namba nzima kwa darasa la 4 itakuwaje mwalimu asipofanya hivyo? Je, watoto watakumbuka? Na ni kwa nini kuzidisha na kugawanya namba nzima darasa la 3 haimo, inakuja kupatikana darasa la 4 na huku darasa la 2? Pia kwa wazazi wafahamu kwamba, wazazi na walimu sote kwa ujumla tuone kwamba sasa mambo yameshushwa mengi huku chini. Kuanzia darasa la 2 wanatakiwa tufundishe hasa
mwalimu afundishe kweli kweli. Tunaweza tukabadilisha na mfumo wa mgawanyo wa majukumu, isiwe kama zamani ambapo mwalimu alikuwa akipewa darasa la pili, labda mwalimu mmoja anakuwa ndiye bingwa wa kila kitu, masomo yote yani.